Asante sana waandishi wa habari. Mimi naitwa Jebla Kambole, nilikuwa na mwenzangu Hekima Mwasipu. Kwa pamoja tulikuwa leo mahakamani tunawakilisha walalamikaji ambao ni dada Rosemary Mwakitwange, Edward Heche pamoja na Deogratias Mainyila ambao ni walalamikaji kwenye shauri ambalo linahusiana na uteuzi wa wajumbe wa tume ya kuchunguza uvunjifu wa amani kama press release ya kwao ambavyo inasema. Kimsingi tulikuwa mahakamani leo mbele ya Mheshimiwa Jaji Mbagwa na shauri lilikuwa linakuja kwa ajili ya kusikilizwa, na upande wa walalamikaji wamesikilizwa, lakini pia upande wa serikali walikuwepo na upande wa Tanganyika Law Society walikuwepo. Ni nini ambacho kinabishaniwa mahakamani? Kinachobishaniwa mahakamani ni kuhusiana na muundo wa tume ya uchunguzi, na kimsingi sisi tumeleta hoja na tumeziwakilisha mahakamani kuhusiana na kwanza uhalali wa kisheria wa muundo wa tume yenyewe, namna wajumbe ambavyo wamechaguliwa na namna ambavyo wajumbe wana mgongano wa kimaslahi na kile ambacho wanakichunguza. Tumezungumzia hilo, lakini pia tumezungumzia kuhusiana na iwapo mamlaka ambayo wamepewa kuunda tume ya uchunguzi yametumika vilivyo kwa kuchagua watu ambao wana mgongano wa kimaslahi. Sasa pamoja na sisi kuzungumza hivyo, upande wa serikali na wao wamejibu hoja kwamba wanaona kwamba watu hao hawana mgongano wa kimaslahi na bado mwisho wa siku wanaamini watafanya uchunguzi ambao ni sahihi. Sasa kwa kuwa jambo liko mahakamani na sisi tumelizungumza na tumeweka hoja ikiwemo wajumbe hawa kuweza kufanya viapo vyao. Sisi hatujaona wakiapa, sijui kama kuna ushahidi huo, lakini tumeiambia mahakama. Mahakama itachunguza, itafanya assessment yake, itapima na mwisho wa siku itatoa maamuzi, na imepanga siku ya tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2026 saa 9 mchana Mahakama Kuu ya Dar es Salaam watatoa maamuzi juu ya iwapo tume hiyo ni halali au sio halali.